Umevitazama vipaumbele vya ilani ya Chama cha Mapinduzi, vipi unaona vinakwenda kujibu mahitaji ya Watanzania kwa miaka mingine mitano ambayo inakuja? Kama tulivyoona kuna metaja kama maeneo 9 makubwa, lakini mimi kuna maeneo yangu ya interest. Kwa mfano kwenye swala zima la uchumi. Moja ya changamoto tumekuwa nayo ni kwamba watu wanasema uchumi unakuwa lakini maisha ya watu hayabadiliki. Kwa Kiingereza watu wanasema kuna kukua kwa uchumi na maendeleo ya kiuchumi. Kwamba economic development na economic growth. Kwamba unaweza ukakuza uchumi lakini ukashindwa kuleta maendeleo ya uchumi. Sasa Mheshimiwa Rais amelijibu hilo swali kwa sababu ukiangalia kipaumbele katika uchumi anasema tuwe na uchumi ambao kwanza wa ushindani, lakini pili tuwe na uchumi ambao ni inclusive, jumuishi, kwamba uguse makundi yote maalum. Na ukiangalia wameagusa makundi yote maalum. Kwa maana ya vijana unaona kuna mkakati wa vijana, wanawake unaoona, watu wenye makundi maalum unaona pia. Lakini unaona pia amegusa vijijini. Kwa mfano ile ilani wanasema kwamba by itakapofika 2030 tayari vijiji vyote vimeshapata umeme. Sasa unaona kabisa anazungumzia nishati kupatikana katika vijiji. Kwa anagusa maeneo yote ya mjini na vijijini. Anapogusa flyover Dar es Salaam, lakini anagusa pia mkulima kupatiwa ruzuku ya pembejeo. Kwa hiyo hilo ni eneo moja hapo ambalo niligusa sana kwamba sasa hivi tunakwenda kwenye uchumi ambao hautakuwa uchumi unaochagua watu wachache, lakini utakuwa ni uchumi ambao ni jumuishi kwa watu wote. Lakini eneo lingine ambalo limenifurahisha sana ni eneo zima la ajira, kutengeneza ajira kwa vijana. Ilani iliyopita walikuwa wanataka kutengeneza ajira milioni 8. Na sasa hivi kwenye report inaonyesha ajira zimetengenezwa milioni 8, karibu 80 na kitu hivi. Lakini ukiangalia changamoto imekuwa ni kwamba ajira nyingi 14% tu zilikuwa kwenye ajira rasmi. 86% ilikuwa kwenye ajira isiyo rasmi. Sasa kwenye ilani mpya unaona wanasema hapana, uchumi wetu lazima tuuboreshe wa kisasa, kwamba kwa sababu ajira isiyo rasmi maana yake siku yote inapotea. Kwa hiyo walichofanya wameweka lengo la milioni 800, lakini milioni 8 ajira, lakini sasa hivi wanataka zichangia 50% kwa 50. Kwamba sekta rasmi iwe na uwezo wa kuchangia 50% kwa 50. Na unaona maeneo ambayo yametaja. Ukiangalia kwenye kilimo, ripoti ya ilani iliyopita imetengeneza zaidi ya ajira milioni 1. Sasa hivi wanataka kuzalisha zaidi. Ukiangalia kwenye madini, zaidi ya 97 ni wazao wameajiriwa. Ukiangalia miradi mikubwa kwa mfano kama SGR ambao tunaona vijana 34 wameajiriwa moja kwa moja, 150,000 indirect. Kwa hiyo unaona kuna mwelekeo fulani unaoweza kuoanisha. Na pale mwishoni umemsikia akisema kwamba anataka ile ilani kubwa ivunjwe, itengenezwe ilani ndogo ndogo za mikoa ili kuwafanya watu wawe na uelewa kuhusiana na wanachokitafuta. Kwa kwangu mimi naona ni ilani ambayo inajibu maswali mengi na ya muda mrefu ambao tumekuwa tumeyakosa kuyapatia majibu yake. Nakushukuru sana kwa wakati. Asante sana.